Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, mapenzi yako yatimizwe duniani kama huko mbinguni. Tunakushukuru tena leo kwa nafasi na huruma zako kutujalia walimu wanaotuongoza kukujua wewe. Utujalie tupokee kile ambacho umekusudia kupitia walimu wetu. Nasi utuangazie akili zetu tufahamu tunapoenda kusoma neno hili, kitabu hiki cha Filomoni. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo nimeomba. Amin. Karibu ndugu zangu, leo ni utangulizi wa kitabu cha Filomoni. Ukisoma Timotheo wa kwanza na wa pili, Tito na Filomoni, utagundua ni nyaraka kwa watu binafsi. Na Warumi mpaka wa Filipi ni nyaraka kwa kanisa. Nyaraka 13 za Paulo zimegawanyika kwenye maeneo mawili alizoandikia makanisa na alizoandikia watu binafsi. Kinaanza kikubwa kuja kidogo na kinakuja kidogo zaidi. Ndio maana Filomoni ana chapter moja. Paulo akiwa amefungwa miaka 4 akitumikia Kaisaria Filipi akiwa Uyahudi na miwili alipokata rufaa kuja Rumi. Moja ya kitu alichokutana nacho akiwa jela, alikutana na Onesimo. Inachanganya kuelewa walikutanaje. Onesimo alikuwa mtumwa wa Filomoni. Filomoni alikuwa na mke anaitwa Afia na alikuwa na mtoto anaitwa Akipo. Kanisa lao lilikuwa kwenye mji unaoitwa Kolosai, ndipo anakotoka Epafra. Walikuwa matokeo ya Wakristo ambao Epafra alipoachana na Paulo Efeso na kwenda kuhubiri kwao Kolosai. Filomoni aliokoka na kuwa rafiki mkubwa sana wa Paulo kwa sababu nyumba yake ilitumika kwenye kanisa la kwanza lilipozaliwa kwenye mji wa Kolosai. Filomoni akiwa mzee wa kanisa na nyumba yake yote wakiwa wameokoka, Onesimo alikuwa mtumishi wao. Maana ya jina Onesimo ni anayefaa, useful au kwa maana ya Kiswahili anayefaa kwa utumishi. Filomoni maana yake ni ndugu mwenye upendo. Onesimo alikuwa mkaidi akatoroka kwa bosi wake. Kwa kawaida mtu anayetoroka anatorokea miji mikubwa kujificha. Akatorokea Rumi, ndiko alikutana na Paulo. Halijulikani walikutana vipi, labda alikamatwa na kuwekwa jela ndiko akakutana na Paulo. Na inawezekana walikutana jela kwa sababu Paulo kuna maneno fulani ameongea kwenye hiki kitabu kwamba ni mtoto aliyemzaa katika kifungoni. Kwa hiyo inawezekana walikutana kifungoni hapo hapo. Hatuelewi kama ni Onesimo alifungwa naye, lakini inawezekana labda Onesimo alifungwa wakakutana jela. Baada ya kuongea, Paulo akagundua kuwa Onesimo ni mtumwa aliyetoroka kutoka kwa bosi wake Filomoni, na Paulo alikuwa anamfahamu Filemoni. Paulo kama mtumishi wa Mungu anajua jukumu lake la kuweka sawa maisha ya mwongofu mpya, ndipo akachukua jukumu la kuandika barua. Watu wa zamani mtumwa akitoroka ilikuwa kusulubiwa. Nitarudia. Watu wa zamani adhabu ya mtumwa ilikuwa akitoroka ni kusulubiwa. Lakini bosi mwenye huruma aliunguza chuma chenye herufi F na kuweka tatuu kwenye paji la uso. Alikaa na hiyo alama mpaka anakufa. Angekaa na hiyo alama mpaka anakufa. Maana ya F ni fugitive. Mtanisamee kwa English yangu. Ni FUGITIVE. Fugitive. Mtumwa aliyekimbia kwa bosi wake. Paulo anajua Onesimo ameokoka na ya kale yamekuwa mapya, lakini kuna kanuni za Kikristo ambazo mtu hatakiwi kuruka maisha yake ya zamani, mfano madeni, ndoa, watoto. Cha kufanya ni kuhakikisha maisha yako unakuja nayo kwa Yesu na kutengeneza ili yatengenezwe. Kama ndoa ya mke na mume mmoja hutaikataa, madeni utalipa. Kama ndoa ya mke mmoja na mume mmoja hautaikataa, unapokuja kwa Yesu, kama ulikuwa umeoa na kuolewa kabla ya kuokoka, unapokuja kwa Yesu huiachi ndoa. Na hapa mwalimu alikuwa anasema hautaiacha ndoa. Alafu kama ni madeni unatakiwa kulipa madeni kama Zakayo alivyofanya. Kuna namna mbili za kurekebisha jambo baya: by force, yani kwa nguvu, na kwa upendo. Kwa njia ya upendo ndiyo ambayo Paulo ameitumia kushindana na jambo kwa upendo na amani tokea ndani mwako. Paulo
ikambidi aandike barua na kumwambia Onesimo arudi kwa bosi. Na Paulo anaandika barua ya kirafiki kwa kuwa anamfahamu Filemoni. Hapa Paulo anajitambulisha kama mfungwa wa Kristo akiwa na Timotheo, akimtuma kwa Filemoni, mkewe Afia na mtoto wao Akipo. Anawasalimia na kuwaeleza juu ya habari za upendo wao. Anaanza kwa kumueleza dhumuni la barua na kumwagiza katika Kristo kufanya limpasalo. Anamsihi Filemoni na anamtaja Onesimo kama mtoto wake aliyemzaa katika vifungo, kuwa zamani alikuwa hafai lakini sasa anamfaa sana. Ndio maana hapa mimi mwalimu alikuwa anasema hatujui alikutana vipi Onesimo na Paulo, lakini ukisoma hapa Paulo anavyosema kama mtoto wake aliyemzaa katika vifungo, inawezekana kabisa Onesimo labda alifungwa gerezani wakakutana na Paulo hapo. Inawezekana kwa kauli ya Paulo hii. Kama mtoto wake aliyemzaa katika vifungo, kama alikuwa gerezani ndio walimhubiria Onesimo neno, basi walikutana gerezani. Na anasema kuwa zamani alikuwa hafai lakini sasa anamfaa sana. Anakufaa ndio maana ya jina la Onesimo. Onesimo maana yake ni anakufaa. Akufaa. Paulo alitaka abaki na Onesimo kwa sababu angemfaa, ila aliamua kutobaki naye bila shauri la bosi wake Filemoni aliyemtoroka. Paulo hakutaka kutumia mabavu kubaki na Onesimo. Paulo anaandika kusema hataki Onesimo ayaruke maisha yake, anataka yarekebishe. Mwalimu anatoa mfano. Tunatumia mabavu kwenye wokovu. Anasema mtu ameokoka akiwa amechumbia. Yaani amechumbia halafu umeokoka. Kiubabe kabisa unakata mahusiano, fuata taratibu, mfuate mchumba, mwambie umeokoka. Muombe aokoke ili muoane. Akigoma kuokoka ila yuko tayari muendelee na mahusiano, haruhusiwi kumwacha. Mimi hapa nilikuwa nimemuuliza swali mwalimu, lakini ilikuwa muda umeshaenda na kujibu. Swali langu nilimuuliza kama anasema umechumbia mwanamke halafu umeokoka, unaenda kumwambia mchumba wako kwamba umeokoka, hutaki kumwacha, unaenda kumueleza kwamba hutaki kumwacha, umeokoka, na yeye kama atapenda kuokoka aokoke. Sasa kama mchumba wako hataki kuokoka, inawezekana vipi kuendelea na mahusiano kama hayo? Na hii inawezekana vipi? Kama mtu ulikuwa umeoa na kuolewa, sawa, hata kwenye Wakorinto Paulo anasema kama mmoja hajaokoka mwingine ameokoka na mlishaoana, mnaweza mkaendelea. Hata kama mwingine hataki kuokoka mnaweza mkaendelea. Lakini kama anakubali kuokoka mnaendelea. Akikataa kabisa na akitaka muachane, mnaachana, na hapo ndoa haiwezi, huwezi kuendelea, huwezi kwenda kuoa mwingine. Itabidi uishi hivyo hivyo. Sasa hapa kwenye uchumba hapa mimi niliuliza swali. Lakini mimi kwa mawazo yangu nikawa najadiliana na mwenzangu, nikawa namwambia mpendwa mwenzangu nje ya grupu, kwa sababu grupu ilikuwa limeshafungwa. Nikawa namueleza hapa ni kumuomba Roho Mtakatifu mwenyewe akupe amani. Kama Mungu atapenda na kama ilikuwa mpango wa Mungu yule mchumba wako awe mchumba wako, basi Mungu atawapeni amani na atamfanya yule abadilike na kuokoka. Lakini kama si mpango wa Mungu, naamini Roho Mtakatifu ni wa kumsikiliza na ndiye atakayetoa majibu kwamba huyu hakuwa mpango wa Mungu. Kwa hiyo Mungu mwenyewe atatoa amani, mtaachana kwa amani. Nilikuwa nafikiria hivyo kwa sababu sidhani kama ni sahihi mtu kama ulimchumbia haujamuoa alafu mkaendelea na mahusiano. Hayo mahusiano yatakuwaje? Na kama mtakuwa mnaendelea labda kama mlivyokuwa wachumba kabla mjaokoka, maana yake mlikuwa nafanya labda tendo la ndoa tuseme. Sasa ukishaokoka mmoja afu mnaendelea kufanya tendo la ndoa na yule hajaokoka, si nahisi kama ni uzinifu. Nahisi hivyo. Sijui, lakini tujadili pamoja ili tutafakari pamoja, okay? Tutafakari pamoja. Alafu sasa naendelea kusoma. Akasema labda ndoa ya wake wengi huruhusiwi kuendelea nao, na kama umezaa watoto itabidi watunze watoto na wake zao unaachana nao kwa tendo la ndoa. Wanakuwa kama dada zako. Hapa inaeleweka. Kama ulikuwa umeoa wake watatu unaachana na wote unabaki na mmoja. Hapa inaeleweka, na hata kitabu cha Wakorinto ndugu zangu ameelezea vizuri sana. Mungu atusaidie hii. Tumtii Roho Mtakatifu, tusifikirie sisi kwa akili zetu. Paulo anasema kanuni haitaki lazima. Kanuni inataka hiari. Hiari yeyote inaongozwa na upendo na amani. Paulo anamuomba ampokee Onesimo, na kama anamdai kitu aandikiwe atakilipa Paulo.
Mambo ya msingi ndani ya waraka huu umejaa ubinadamu zaidi. Kama utumwa, kuna utumwa, lakini Paulo anatambua mtumwa aliyeokoka na ametoroka lazima taratibu zifuate na gharama zilipwe. Hatujui Filemoni alijibu nini. Paulo anapomrudisha Onesimo hamrudishi ili awe mtumwa bali kwenye kumkomboa, na ni kama anamwambia Filemoni kuanzia sasa hivi Onesimo nikishamlipia atakuwa ndugu katika Kristo. Na hili Paulo amelihubiri sana. Tukiingia ndani ya kanisa, hatui mtu na mume, mtu na mke, bosi na mfanyakazi. Tunakuwa mtu mmoja katika Kristo, tunakuwa ndugu. Pili, kwa nini waraka huu uandikwe na uwe neno la Mungu? Kwenye huu waraka tunaona kuwa mtumwa akiokoka na anakuwa huru kama Onesimo alivyookoka, na Paulo anachukua dhamana ya kumlipia anachodaiwa. Stori hii ni picha nzuri kati ya mtu aliyeokoka, mahusiano yake na Kristo. Onesimo ndio sisi, anaelezea mwalimu hapa. Yaani Onesimo ni picha ya sisi ambayo tunaokoka. Mungu Baba ndiyo yule Filemoni ambaye bosi wa Onesimo aliyemtoroka. Alafu Paulo ndiyo Yesu Kristo. Tukiwa chini ya utumwa, badala ya kulipa na kukimbia bosi, na adhabu ya kutoroka ilikuwa adhabu ya milele. Kama bosi anakurehemu, basi uwe na alama usoni ya laana. Yaani kama bosi anakurehemu, unakuwa na alama ya usoni ya laana milele. Lakini katika kukimbia na kutangatanga unakutana na Yesu aliyefungwa kwa ajili yako, anakuokoa na anakurudisha kwa Baba, yaani bosi wako yule uliyemkimbia, ambaye yeye Yesu ana mahusiano naye. Yesu na yule bosi wako ana mahusiano naye. Anakupatanisha naye ili wewe mtumwa uwe ndugu katika Kristo. Anakutuma ukiwa na barua ambaye ndiye Roho Mtakatifu ili kurejesha uhusiano wako akiwa anakulipia gharama zote. Hii story inafiti perfectly ya kile Bwana wetu Yesu alichokifanya kwa kanisa. Ni waraka ambao unatakiwa kuhubiri kuonyesha upendo wa Yesu. Onesimo anabadilika na kuwa mtu mzuri asiyemkimbia bosi wake, anakuwa na mahusiano na Filemoni ndio Mungu, na Paulo ndio Yesu pamoja na Yesu. Yaani Filemoni na Paulo, yaani kwenye mabano nikaweka Mungu pamoja na Yesu kwa msaada wa barua ambaye ni Roho Mtakatifu. Na huyu mtu anakaa sawa na maisha yanaendelea. Karibu tutafakari pamoja, na Mungu ambariki mwalimu wetu na walimu wetu wote wanaotuongoza, nasi pia Mungu atuangazie akili zetu. Amen. Sifa na utukufu kwake Bwana wa majeshi. Asante. Mimi binafsi nimependa. Leo ni utangulizi wa kitabu cha Filemoni, lakini tu kwa kusikiliza utangulizi bado sijakisoma kitabu. Naamini nitajifunza mengi, na kiukweli ni picha nzuri kama tutatumia, kama Mungu atatutumia kuhubiri kwa jinsi gani Yesu amefanya kwa ajili ya kanisa, jinsi gani Yesu alikufa kwa ajili yetu. Basi kitabu hiki ni kitabu kizuri kwa kuelezea wale ambao hawajui upendo wa Yesu, hawajui kitu gani Yesu amekifanya. Mimi nashukuru Mungu, nimebarikiwa. Kwa kweli kitabu hiki ni picha halisi ya Yesu alichokifanya kwetu. Sisi tulikuwa watumwa wa dhambi, lakini tulipokutana na Yesu, Yesu ametupatanisha na Baba, na kupitia Roho Mtakatifu anatusaidia, na Roho Mtakatifu atatusaidia ili tuishi maisha ya kumpendeza Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo. Asante. Mungu awabariki wote, na Mungu atusaidie sote. Share huu ujumbe kwa wale unaowapenda, wale unaotaka wasikie, hawajui wataanzia wapi kusoma Biblia, lakini ukisikiliza utangulizi utakusaidia na utakufungua macho ujue kitabu kinahusu nini, kiliandikwa kwa sababu gani, na kiliandikwa kwa watu gani, kwa wakati gani, kipindi hicho. Mungu atusaidie. Neno la Mungu linasema haya yote yameandikwa kwa ajili yetu sisi kujifunza. Kwa hiyo hatupasi kukimbia, hata kama tuna madhambi, hatupasi kumkimbia Mungu, tunapaswa kumkimbilia Yesu. Yesu atatupatanisha na Mungu, na Roho Mtakatifu atatusaidia kuishi maisha matakatifu. Jina la Bwana lihimidiwe. Asante ndugu zangu. Tukutane tena wakati ujao kwa kitabu kinachofuata. Amen.